Mwaka huu wa 2025 chuo chetu kimepata nafasi nzuri ya kuaminiwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya Tanzania kutoa elimu ya mpiga kura. Kwanza nichukua nafasi hii kuishukuru sana tume na viongozi wa tume kwa kuamini chuo chetu kupata nafasi hiyo ya kutoa elimu ya mpiga kura kwa Watanzania wote. Ni fursa nyeti sana na tunaamini kwa sababu chuo chetu kimekuwa na uadilifu mkubwa na kimekuwa na wabobezi katika mambo ya elimu na utawala bora. Hiyo imekuwa ni sababu muhimu sana ya chuo chetu kuaminiwa na wataalamu wetu sasa kupewa nafasi ya kufundisha elimu ya mpiga kura. Zoezi la kutoa elimu ya mpiga kura ni zoezi nyeti sana. Halitakiwi kuchanganya mambo mengine ya kisiasa na mambo yasiyo stahili. Kwa hiyo wataalamu wetu na tayari wameshaanza kazi ya kuwahamasisha watu kujitokeza kupiga kura siku ya 29 mwezi Oktoba, kumchagua rais, kuchagua bunge, kuchagua madiwani ambao wataongoza taifa letu kwa miaka 5. Lakini pia sasa nichukua nafasi hii pia kuwaasa Watanzania, kwanza kwa vitu tumepewa dhamana hiyo, kuhamasisha kwamba tujitokeze kwa wingi tarehe 29 mwezi Oktoba tukapige kura. Tukatekeleze haki yetu, tuwachaguze viongozi watakaoiongoza nchi yetu, watakaosimamia mipango ya maendeleo. Kwanza watapanga ngazi ya madiwani, ngazi ya wabunge na ngazi ya nafasi ya rais. Ni kazi kubwa kwa sababu usimamizi wa maendeleo lazima tupate viongozi waadilifu, wenye hofu ya Mungu, lakini wabunifu, wanaoweza kuyatambua matatizo ya wananchi, wanaoweza kupanga mipango na kuwaletea Watanzania maendeleo. Kwa hiyo tusipoteze fursa yetu wananchi kuwachagua viongozi wale ambao tunawaamini watakao iongoza nchi yetu kwa miaka 5. Falsafa ya Mwalimu kwanza alihimiza sana hata katika vitabu vyake, maendeleo kwa ajili ya watu. Maendeleo lazima yawe people's centered. Maendeleo yatafsiriwe na watu wenyewe. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba tunawachagua viongozi wanaotokana na sisi, watu wanaoweza kuelewa matatizo yetu, wanaoweza kuelewa shida zetu na wenye mipango ya kutatua matatizo. Hiyo ndio falsafa ya Mwalimu. People's centered development. Maendeleo ambayo yanatokana na utashi wa watu. Maendeleo yatafsiriwe na watu wenyewe. Kwa Mwalimu alisema hivyo, lakini pia Mwalimu alisisitiza sana kwamba mtu atokane na watu. Kwa hiyo uchaguzi alisisitiza sana kwamba kila mtu atachaguliwa na watu, si kwa jambo lolote ile, bali kwa jinsi yeye anavyoelewa matatizo ya watu na watu wanavyomwamini kutatua. Kwa kusiwepo nyongeza nyingine. Falsafa ya Mwalimu ilisisitiza sana watu kumchagua mtu kwa uhuru wao pasipo shinikizo. Mtu wanayemwamini kwamba atawaletea maendeleo na watafikisha kule wanakotaka kwenda. Kwa hiyo ni falsafa ya Mwalimu. Lakini alizungumza sana juu ya utawala bora. Tuchague mtu ambaye atahakikisha kwamba ni wa ushirikishi, kutatua matatizo ya watu, kupanga mipango ya maendeleo ambayo ni shirikishi, ambao anasema utawala bora. Kila mmoja, kila raia mhusika wa maendeleo, mtu atakayeweza kuwaunganisha watu kutatua. Hiyo ndio dhana ya Mwalimu, utawala bora, lakini pia maendeleo yanayohusu nini? Watu. Ndio falsafa yake. Na sisi tunaifundisha na tunaizungumza, lakini pia tunafanya semina watu waelewe kwamba maendeleo ya watu lazima tufaliwe na watu wenyewe. Kwanza vijana, mimi nawapongeza vijana wa taifa hili kwa utulivu na wanavyofanya bidii kupata elimu. Hata katika chuo chetu tuna vijana wengi wanakuja kupata elimu. Sasa vijana ndio nguzo ya taifa. Uadilifu. Kwanza wawe na bidii kuyapata maarifa. Hilo la kwanza. Wale wanaopata nafasi ya kuingia vyuoni watumie muda wao vizuri. Wajifunze, upate maarifa katika taaluma ambayo wameichagua. Unajua, tutakapokuwa na vijana wenye bidii lakini wenye maarifa stahiki, ni rahisi sasa kuyatumia maarifa walioelewa kutatua matatizo ya wananchi. Wazee ni wanabaki kwa washauri, lakini vijana sasa hivi wanatakiwa kutumia sayansi na teknolojia. Wajifunze, wawe bora sana. Tunaona mataifa sasa ambayo yameimarika kama mataifa makubwa kama China na mataifa yanayoibuka,
yamewatumia vijana wao kuwapeleka shule. Kwa hiyo mimi nisema hata wazazi tupeleke watoto wetu shule, tuwagharamie. Maarifa watakayoyapata watatumia namna ya kutumia rasilimali zetu, kama ni katika madini, kama ni kilimo, kama ni katika uwekezaji wa aina yoyote. Maarifa yale ndiyo yatakayotuletea maendeleo. Kwa vijana ni wahimize kwanza waikamate sana elimu. Lakini namba 2, wawe waadilifu. Na namba 3, wawe na bidii ya kazi. Vijana wa siku hizi baadhi, si wote, wanapenda kubeti, wanapenda kucheza kamari. Maendeleo ni uzalishaji. Lazima tu na vijana wanaojihusisha na uzalishaji. Kilimo, wazalishe katika kilimo, wazalishe viwandani. Uzalishaji ndio utakaoleta tija ya maendeleo. Kwa hiyo jiepushe na kukaa vijiweni, kupiga porojo. Wamesoma, unaposoma maana yake ni kwamba unapata elimu ya kusaidia kuyamudu mazingira. Lakini kazi ndio msingi wa maendeleo. Kwa mimi nahimiza sasa vijana wafanye kazi kwa bidii, lakini wasome kwa bidii, wawe na maarifa stahiki, ndio tutakapoliendeleza taifa letu. Lakini tujue vijana ndio taifa la nini? Ndio viongozi wetu wa kesho. Kwa tukiwa na taifa ambalo vijana ni dhaifu, ni dhahiri kwamba tutakosa watu watakaoendeleza falsafa hata za Mwalimu za ujenzi wa taifa letu. Kwanza niseme kwamba taasisi yetu imejibainisha vizuri sana. Tunatoa taaluma zile za msingi, lakini pia tunatoa taaluma inayohusiana na malezi ya vijana na maadili na uzalendo. Kwa hiyo haya tunaweka elimu ya uongozi, tunaiweka kama kifungashio cha elimu ya msingi. Wanajifunza taaluma mbalimbali, wanajifunza uhasibu, wanajifunza mambo ya ugavi, wanajifunza mambo ya rasilimali watu, wanajifunza taaluma hizi mbalimbali. Lakini chuo chetu kimeweka ziada kwamba sharti vijana ili wewe wazalendo wa kweli tuwafundishe uongozi na utawala bora. Na kila mwanafunzi ule mwaka wa 3 tunakuwa na kozi maalum za kuwafunda. Tunawaandaa wawe wazalendo, wawe watu wa kujituma, wawe wenye bidii. Na sasa hivi ukifanya utafiti, na sisi tumeshafanya utafiti, chuo chetu vijana wetu wana nidhamu sana. Kwa sababu bila nidhamu hakuna matokeo, hata mahala pa kazi kutakuwa na migogoro. Mkijana mwenye nidhamu na mwenye maarifa ataweza kuwa na utulivu sasa wa kufanya nini? Wa kuleta maendeleo. Kwa sisi tunafanya kitu cha ziada. Falsafa ya Mwalimu tunaita kama extra curriculum. Kwamba kila anayepita hapa tunawafundisha kwa njia ya seminar. Kwamba kabla hajatoka anafundishwa uongozi bora, maadili, utulivu na ustahimilivu. Na ile hamu sasa ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Mwalimu Nyerere ametuachia mfano. Yeye alijitoa kuwa mtumishi wa watu. Bila kujenga taifa la vijana wenye utumishi katika nchi hii ni vigumu, kwa sababu watakuwa wanajitumikia nafsi zao. Lakini tukiwajenga tukwambia kwamba maisha bora ni yale ambayo unawatumikia watu baada ya kusoma. Kwa hii tunaiweka kwenye tunaita extra curriculum. Iko nje ya mitaala ya ndani, lakini tunaiweka kwamba kila anayepita hapa chuoni anapata ile elimu ya maadili, uzalendo na utawala bora. Kwa sababu kila mmoja ni kiongozi. Awe ni engineer, lazima awe kiongozi. Kwa tunayafanya haya kama kuwajenga vijana wetu ili tuwe na taifa lenye uzalendo, lenye bidii ya kazi na lenye matokeo. Mimi natoa wito. Nitoe tu kwanza kwa Watanzania wote. Kwanza kuchagua vijana, kuchagua chuo chetu cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kuja kujifunza. Ni chuo bora, ni chuo ambacho kimejibainisha kwamba kinaandaa Watanzania kuwa vijana wazuri wenye weledi. Lakini wito mwingine ni kwamba natoa wito wa Tanzania wote kwamba tuipende nchi yetu. Nchi yetu tutajenga wenyewe. Amani na utulivu ndio msingi wa maendeleo. Huwezi kukuta familia imefanikiwa ambayo ina migogoro. Ili familia na jamii ifanikiwe lazima kuwe na moyo wa subira, kustahimiliana, kuvumiliana. Kwa hiyo ni wito wa ujumla. Kwa sababu hata nchi zilizoendelea wanaweka msingi kwanza kuvumiliana na kustahimiliana. Lakini namba 2 ni wito kufanya kazi kwa bidii. Hatuwezi kuendeleza nchi hii kama tunakuendekeza watu kutokufanya kazi. Kila mmoja walioko mashambani wafanye kazi kwa bidii na maarifa. Maafisa ugani, kila mmoja ambaye amepewa dhamana ya kuendeleza wananchi afanye kazi. Aliyeko hospitalini, kila mahali. Tukifanya bidii kwa kutuwatumikia wale wadau wetu, italeta tofauti. Lakini pia wito mwingine ni kwamba nitoe wito sasa kwa vijana wetu kuipambania nchi yao.
wawe na bidii ya kazi, wajifunze maarifa. Wazazi tuwasomeshe, wanaoweza kuwapeleka mahala kuwapeleka watoto wetu wasome. Nchi kama China na nchi zingine zimeendelea kwa sababu zimewekeza kwa nini? Kwa watoto wao. Kwa wito wangu ni uwekezaji katika elimu. Lakini wito wa mwisho ni kukaribisha katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere ili waje sasa vijana wajifunze maarifa. Tumedhamiria kuwekeza sana katika teknolojia. Tuna vijana wetu tunawekeza katika teknolojia ya habari, tunaweka katika teknolojia mbalimbali, vijana wetu waende na wakati na dunia inayokwenda. Kwa hayo ndio wito wangu kwa Watanzania na kwa vijana wote wa Kitanzania.